na wanasema huo ni ufunuo kutoka kwa Bwana. Tumegusia pia jana habari za mitume kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura 4. Mtume Paulo anasema tulikuwa kwenu na kuwafundisha ya kwamba inapaswa msiende kinyume na yale ambayo yameandikwa. Kwa hiyo watu wanapoenda kinyume na yale ambayo yameandikwa, tuna kibali na tuna haki mbele za Mungu kuwakemea. Biblia inatuambia katika kitabu cha Yohana 7:24, tuwahukumu watu kwa haki. Tusihukumu kadri na yale ambayo tunayaona, bali tuhukumu kwa haki. Kwa hiyo haki sasa ni nini? Haki ni kile kinachotokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom. Okay, nataka kufanya hii video as a response kwa ndugu ambaye tulikuwa tunaongea na ndugu ambaye tulikuwa tunaongea naye kuhusu injili ya Kristo. Sababu wakati tulikuwa watoto, sisi sote tulikuwa tunakomaa tukisikia mahubiri, lakini kwa muda fulani na sisi tumejua kusoma na tumeanza kujisomea wenyewe Biblia. Na kwa kusoma kwangu mimi kibinafsi, nimejikuta the more I read, the more I isolate myself from the church. Sababu nimekuta mambo mengi sana ambayo nilikomana nikisikia na nikabelieve kama hiyo ndio ilikuwa injili ya Kristo. Lakini kwa sasa wakati niko nasoma maandiko mwenyewe, ninakuta mambo mengi ambayo tulikuwa tunafundishwa ilikuwa tu ni traditions na haikukuwa injili ya kweli. Sasa mshangao ni kwamba wakati huu ambao tunaishi, hata watumishi ambao wanajua kusoma wangali wanahubiri yale ambao tulifundishwa wakati tungali watoto. Na haikukuwa mafundisho ya uongo per se, but ilikuwa haiko complete. Na kulikuwa ufunuo fulani ambao ulikuwa bado haujaonekana kwa wale ambao walitukomalisha wakitufunza neno la Mungu. Tulikuwa, yani mimi kwanza nilikuwa nikienda kanisa na rudi niko na uoga, sababu nilikuwa najua mimi ni mfanya dhambi, hukumu inanisubiri. Sasa walikuwa wakinifundisha kwamba mimi ni mfanya dhambi, hawanipatie jibu ya kusema nifanye nini ili hizo dhambi ziishe. Ila walikuwa wanakuonesha kwamba dhambi haiishi at one time, ni process. Na ni wewe mwenyewe ndio unaendelea kufanya matendo mazuri ili hizo dhambi ziishe. Na nikakuta hiyo sio mafundisho ya kweli. Sababu utakatifu wala wokovu haiko kitu ya progressive. Wokovu ni kitu ambao unapokea once for all. Ndio kwa maana mimi na believe in the gospel of once saved, always saved. Once saved, always saved. Once a player, always a player. Kama vile watu wa dunia wanaongea. Kama umewahi kucheza mpira, nikikuona hata kama umesha retire, mimi nitakujua kama vile wewe ni mcheza mpira. Nitakusema wewe ni Drogba. Na kuona nikiona Shabani Nonda, mimi najua Shabani Nonda, na mu-identify kwa ile kitu ambayo nilikuwa namjua yako. Sasa yeye hata kama hafanyi tena hiyo kitu, hiyo ndio identity ambayo mimi namuona kwake. Sasa wakati umepokea wokovu, wakati umeokolewa kwa kweli, je, unaweza ukapoteza huo wokovu? Je, matendo yako ndio inafanya wewe unaendelea kushikamana na hiyo wokovu? Sasa nilikuwa nafuata mafundisho sana ya makanisa za Waswahili, na nakuta karibuni wote sana sana Wabembe na makanisa nyingi sana za Waafrika, tungali tunafunza watu Biblia kwa njia ya sheria.
hatujaelewa tofauti ya Agano Jipya na Agano la Kale. Na hiyo ndiyo shabaha ambayo imenifanya mimi nataka niongee na watumishi wa Mungu. Mimi sio pastor. Mimi niko kama vile evangelist. Na niko tu simple Christian ambao nimefunguliwa macho ya kiroho kuelewa maandiko, na kupitia yale madogo ambao mimi nimeelewa nataka kushare na wewe, ili wewe ambao unaongoza kanisa usiendelee katika mambo haya, sababu uko unakanyaga damu ya Yesu na kuzaraulisha roho wa neema. Hiyo ni maandiko. Unakanyaga damu ya Yesu yani you trample on the blood of Jesus and insult the spirit of grace by doing what the scripture is not telling you to do. Na watoto wengi wa Mungu wanapotea kwa haya mambo, au wanabaki huko nyuma tu wakilalamika, hey man, yes Lord, yes preach. Lakini nataka tuache kwanza hiyo mambo ya sentiment. Nataka Mkristo yoyote unakaa chini kama vile wa Bereans. Ukisoma hiyo kitabu ya Act of the Apostle, wanakuambia, nawaza nimeandika hapa lakini iko on the back of the board. Inasema Bereans, they were of noble characters. They went to search the scripture daily to see if what Paul was preaching was true. Yani wakati mnasikia maneno, msikubali tu kubali, mwende muangalie, je, imeandikwa wapi? Sababu Yesu alisema, wengi watakuja kwa jina langu, lakini wengi watakuwa watumishi wangu. Kuna watumishi ambao mimi najua vizuri, they have a good attention. Au ambao mimi nataka kuongelea kwa sasa, najua pengine hawajapata tu hiyo revelation, lakini I believe, I might be wrong, I believe they have a good attention ya kufundisha, ya kuongoza watoto wa Mungu, lakini hawajaelewa mafundisho vizuri kama ipashwavyo. Na ndio kwa maana mimi nimependa kuwasaidia. Kwanza kuna ndugu moja ambaye yeye tumeongea kupitia messages, na nimesikia mawazo yake, lakini nikifuata mafundisho yake mara mingi anaendelea kuongelea the same thing, na hiyo jambo anakuwa anaigusilia sana ya kusema, I don't believe in once saved always saved. Na hiyo ndio imenifanya hata na mimi sasa nigusie hiyo jambo kupitia hii video. Everybody is preaching. Kila mtu anahubiri katika kila lugha. Unaona mwenyewe on the internet now, everybody is preaching. Mitandao watu wanahubiri. There is an anointing. Kuna upako. Whether it's good or false, ni mabaya wala mema, it's being preached. Yesu anahubiriwa. Tunasikilizana. But how are you taking the things of God? Je, unayachukulia maneno ya Mungu aje? Are you gonna go until the end? Je, utaenda mpaka mwisho? Katika njia utakuwa kama vile mke wa Lutu. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho. Hata mwisho. The one who's patient. Ndiye. Huyo ndiye. Wanasema nini ndugu? Ndiye atakayeokoka. Ndiye atakayevumilia, ndiye. Huyo ndiye. Haiko kila mtu. Ndio. Not everyone. Not everyone. Jamani tunasikilizana. Right. Praise God. The gospel of when you are saved, wakati unapookolewa, that's the false gospel. Because here Jesus himself said, right, those who do what? Mwenye atakayevumilia hata mwisho. That means we're going to be many in this journey, but only those ambao watakaovumilia. Jamani tunasikilizana. Tunasikilizana. Ndugu yangu twende kwenye kitabu cha Yuda. Naona ile andiko limekuja hapa. Twende kwenye kitabu cha Yuda ndugu. The book of Jude. Jude only see only one chapter.
Let's start verse 5. Haraka haraka ndugu tuimbie Kitabu Mwenyezi cha Mungu. Yuda. Yuda. I'm going to react. Nitakuwa mina pause, alafu mina jibu kimaandiko kwa yale ambayo iko anaongea. I know he has a good attention ya kufundisha, and I believe that. And kitu ambayo mimi namfurahia, anakuwa anafundisha ana open the Bible, anagusa hapa, lakini shida ni kwamba anakuwa take certain scripture out of context, sababu anachukua tu kadogo lakini hafate context yote, na mimi nitamjibu kwa kimaandiko, hopefully ataelewa. Sababu unaona kuna mambo mengine ambao Mungu anakuwa anafanya hata watumishi wa Mungu wanaelewa. Mungu haizi akahukumu mtu kama hajamtumia mtu ambaye atamuonya. God does not do anything unless he sent first his prophets. I'm not claiming to be a prophet. Musianze kunitafuta, mwanza kuniambia niambie Mungu anasema nini juu yangu. Soma Biblia utaona ni Mungu anasema nini juu yako. Hakuna mambo ya prophet kwanza right now. I don't believe in that. Maandiko yanasema. Sasa kitu ambacho mimi nimeelewa, wapasta wengi wetu hawajaelewa vile ya kusoma Bible. Biblia inatuambia nini? In 2 Timothy chapter 2 verse 15 inasema, study to show thyself approved unto God, a man that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now, unless we learn how to rightly divide the word of truth, we will not be able to understand the scripture. Ndio kwa maana unakuta saa zingine unachukua verse ya huku kwa Old Testament unaiapply kwa New Testament as if it belongs there. This is what I want to say. The Bible was written to us, but not everything that is found in the Bible is for us. Ukisoma Biblia unapasha kuisoma ukipanga, kuko historia, kuko doctrine na kuko spiritual. Sio kila kitu ambayo imeandikwa kihistoria ndio imeandikwa kwako. Hapana, kuna ingine ambayo inaoneshewa ni historia ambayo imeandikwa, lakini kupitia hayo na sisi tunapasha kujifunza kitu. Haikuambie wewe ufanye ile ambayo wale wamefanya. Kuna story moja, wakati watu ambao wanaishi Goma wanajua. Kuna mtu mmoja walikuwa anamuita Amirado. Kitu ingine ya kushangaza, alikuwa mbembe. Huyo Amirado alikuwa na nguvu sijui za mashetani. Mimi nilikuwa ningali kijana mdogo. Amirado alikuwa anatembea juu ya mai Lake Kivu. Tunaenda kumtizama hivi Amirado anatembea. Alikuwa magicians, alikuwa anafanya mambo ya ajabu ajabu. Kwa hiyo wakati mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa sielewi, nilikuwa namuona kama kweli huyu ana nguvu za Mungu. Sasa jambo ya kushangaza, kukatoka mapasta wengine ambao walitaka kwenda kumchallenge. Wakasema nao wako na imani, sababu kama vile Petro alitembea juu ya maji, au mapasta nao wana nguvu ya kutembea juu ya maji sababu wako na imani. Siku moja wakaalika watu, wakasema tena watatembelea hapo mwanzo, watenda tembelea wapi? Huko mbali mahali kuna patikana shimo juu ya kuchallenge ule Amirado. Na ukijua, kama unajua hiyo Lake Kivu ni bahari ambayo kweli iko mgazi, ya iko ufasi ya kuchezea. Au mapasta walikuwa na imani na walisoma hiyo maandiko ambayo inasema Petro kupitia imani alitembea juu ya maji. Wakaenda kuapply hiyo maandiko kwao wenyewe, wakaingia huko. I believe you can even guess the result. Yes,
is exactly what you are thinking. Wamezama. And nobody went to save them. Sababu watu walikuwa wanajua pengine watapanda juu ya maji. Sasa as they were struggling, people wakawaza, no, they're still gonna come up. They're still gonna come up. And then they end up dying. Why? Because they misapplied the scripture. Maandiko ambayo imeandikiwa kwa mtu mwingine wameapply ndani ya maisha yao. Na ndiyo maana mimi nasema hivi, mapasta wengi wakati yote tunakuwa tuna misapply the scripture, tunakuwa tunafanya hata watoto wa Mungu wanazama ndani ya dhambi, ndani ya maji ambao wanashindwa hata na kutoka hapo. Sababu James amesema nini? James ni Yakobo. Yakobo amesema katika Yakobo 3, wengi wenu msiwe ma-teachers. Sababu kupitia ulimi muna nguvu ya kulaani na muna nguvu ya kupana uzima. Sasa nije kupitia kinywa chako kunatoka maji mazuri, pia kunatoka maji mabaya? Haiwezekani. Kinywa chako wewe ni kia kutoa maji mazuri, which is the gospel. The gospel sio mahali, yani ni hiyo maji mazuri. Na hiyo maji mabaya ni hiyo mafundisho ambayo inarudisha watu ndani ya laana. Na laana ni nini? Wanasema everyone who seek justification through the law is under a curse. Sasa wakati muko mnafundisha watoto wa Mungu, you have to obey the 10 commandments in order to be saved. You are putting them under a curse. Tuepuke hiyo mambo. Kuna mambo mengi ya kufundisha watoto ya Mungu. Kuna mambo mengi ya kuwafundisha. Kama utawafundisha good moral, is good. Unawaambia ni tuishi vizuri. Kama sio jehanamu ambao unaenda, kuna jela ambazo ziko hapo. Ukiiba vitu ya mtu, hatutakuletea Biblia ili tukusomea, hapana. Utapikwa. Sababu kuna maaskari ambao Mungu yeye mwenyewe ameweka hapo. Lakini ile ambao wewe umefanya, kama umeiba, kama umefanya uasherati, kama umefanya nini, haikupeleke jehanamu kama wewe umeokoka kwa kweli. Lakini mwili wako ndio utapata consequences. Huu mwili wa nje, sababu mwanadamu ana mwili mbili, kuna mwili wa nje na mwili wa ndani. Paulo anasema, for I delight in the law of God according to my inner man, but according to my outer man, I delight in sin. Sasa kama haujaelewa jinsi ya kufanya tofauti ya hiyo vitu viwili, utakuwa una apply dhambi za kimwili, unaziweka kwa dhambi za kiroho, na hiyo mbili haitawezekana. Dhambi ni moja, dhambi ya kiroho. Dhambi ya kiroho ni nini? Kumkataa Bwana Yesu kama yeye ni Mungu peke yake. That's the blasphemy. Na hiyo ndio inaitwa dhambi ambayo haiwezi kusamehewa. Ukisoma Mark, kitabu ya Marko 3:28 to 29, kuna dhambi moja ambayo wanakuambia ni dhambi ya milele. Na hiyo ni dhambi ambayo wewe unatenda ndani ya roho yako. Ni dhambi ya spirit against spirit. Ndio kwa maana haisamehewi. Lakini dhambi yote ya kimwili, hiyo Mark 3:28-29 inakuambia all sins will be forgiven, but whosoever blasphemy against the Holy Spirit will never be forgiven. Now ukiniuliza, what is the sin? What is the blasphemy of the Holy Spirit? Ukisoma kitabu ya John 16 verse 8, wanakuambia nini? Inasema, when he, the Holy Spirit, will come, he will convict you about everything. First, about sin, about righteousness, and about, I think, condemnation, something like that. Anasema, about sin, because you do not believe in me. Huyo ni Roho Mtakatifu amekuja kutuambia according to God, dhambi ni nini. Dhambi
Sio hii matendo ambayo unafanya, unaiba, unafanya hivi. Hapana, dhambi ni moja ambayo inakupeleka jehanamu, na hiyo ni dhambi ya kutokubelieve kwa uungu wa Yesu. Sio tu kubelieve in Jesus, because the Bible says even demons they believe in God and they tremble in fact. Lakini ni kubelieve in the personality of who Christ is. Kubelieve in the revelation of knowing who Jesus is, sababu hapo ndio kanisa linajengwa. Wakati Yesu aliambia Peter, watu wanasema mimi niko nani? Wamoja wanasema huko hivi, wengine wanasema huko Yohana, wengine wanasema sasa na nyinyi mnasema mimi niko nani? Peter akasema, wewe ni Masihi wa Mungu. Yesu akamwambia Peter, mwili na damu haezi ikakufunulia yale ambayo umeongea. Hii ni revelation ambayo umepata kupitia Roho Mtakatifu. Na sasa wewe jina lako ni Peter, na kupitia ili jiwe mimi nitalijenga kanisa langu. Sasa wengi wanakuwa hawaelewi tofauti ya kupitia ili jiwe. Wanasema pengine ili jiwe ni Peter, yaani the rock. Lakini hiyo sio kweli. Ili jiwe ilikuwa inamaanisha kupitia the revelation of who I am, that's where my church will be built. Kanisa ya Mungu ni ya wale wote ambao wamepata revelation ya kujua Yesu ni Mungu, muumbaji wa mbingu na nchi, na pembeni yake, juu yake ama chini yake hakuna Mungu mwingine. Ukishapata hiyo revelation, hapo unajua kwamba Mungu ni moja, na huyo Mungu alivaa mwili akakuja hapa chini juu yetu, na huyo Mungu jina lake ni Yesu. Ukipata hiyo revelation, hapo ndio kanisa linajengwa. Na sasa tunasikilizana vizuri. Sasa Peter, ukisoma vizuri, ukisoma na kuonesha tafsiri yake, yani Cephas, na Cephas is a stone, haiko the rock. Yesu ndiye the rock, lakini Peter is a Cephas, yani a stone. Kuna tofauti mbili. Ndio kwa maana Wakatoliki wanaendelea kusema kupitia Peter ndio wana create ile papacy ya kusema Peter ndio alikuwa kanisa la kwanza, mkubwa wa kanisa, alafu wanaendelea ndani ya ujabu hapo. But Peter it's Cephas, yani jiwe ndogo, lakini the rock ni Yesu. Ukisoma in the Old Testament, ukisoma in the New Testament, kwanza in the Old Testament wanakuambia Israelite walikuwa wanaenda na mbele yao kulikuwa nuru ya Shekina ilikuwa inawaongoza, na wakati walikuwa na kiu ya maji walienda wakakunya maji kupitia hiyo rock, hiyo jiwe, na hiyo jiwe ilikuwa Yesu Kristo. Ni yeye ndiye amewapatia maji ndani ya jangwa, sababu ni yeye ndiye anapana maji ya uzima. Na aliwaambia nini sasa katika New Testament? Ukikunywa kwa maji ambayo mimi ile ninakupatia, hautapata kiu tena. Sasa sorry, sikupanga hata kuongea mengi hivi, lakini I didn't know this thing was burning me so much and I have to talk about it. Na kupitia maandiko nataka niguse mahali ambapo huyo ndugu tumeongea naye, na ndio this is our conversation. So anasema, my brother, if you feel like doing a video and mention my name will make you feel good, then do as you wish. Look, I'm not looking for anything. I'm not making for any video to feel good. Kama hawezi kuchukua
advice from another person, basi sijue uko Mkristo gani. For long time na mimi nimewahi kusimama kwa madhabahu nikafundisha yale ambao uko nafundisha. That's why I'm not blaming you. I have mentioned all these things in front of people. Kuna wakati nimefundisha na nina video ambayo inasema hivyo. Kuna wakati nimeambia watu, if you do not do this, if you do this, if you do not do this, auendi mbingu, nenda jehanamu. I have said that personally, lakini nimetubu, nimerepent, because Mungu amenifungua macho na nimejua kwamba nimeongoza watoto wa Mungu vibaya. Sasa I'm not attacking anyone, niko na kuonesha ukweli. Kama utaambia watu waishi vizuri, uambie waishi vizuri, sio sababu ya kuwaogopesha kama wanafanya hivi wataenda jehanamu. Hapana, sio ukweli. Kama ni Mkristo wa kweli, akikufa hata iko ndani ya dhambi ya kimwili, anaenda mbinguni. Hiyo ni challenge ambayo naweka, na kama unataka kwa maandiko nitaweza kuyaleta. Anasema, secondly, I don't tell people to obey the law of Moses. We are not under the law but grace. Sasa uko ndugu ambaye mimi sijaelewa, unajicontradict everywhere kwa matendo yako, kwa maneno yako, kwa mahubiri, na kufuatilia vizuri. Sababu ukisema you are not teaching the people to be under the law of Moses, we are under grace. Sasa kwa nini unasema tena you don't believe in once saved, always saved? You are contradicting yourself. Unaenda huku na huku. You have to take a position. Shida yetu sisi wa Afrika ni moja. We have been into slavery for a long time. Kuna fundisho moja wamesema, kuna punda mmoja alikuwa amefungwa mahali kwa kamba for long time. Alikuwa amefungwa hapo, na sababu amefungwa hapo for long time, alikuwa amejua yeye ni mfungwa. Wakati sasa mtu mwenye huyo punda, yeye mwenyewe akakuja akamfungua hiyo kamba, lakini huyo punda akutoka hapo, sababu kwa kichwa chake alikuwa anawaza ngali anafungwa. Niyo ni mentality ya wa African pastors. Christ has redeemed us from the curse of the law. We are no longer under the law. Lakini mentality yetu tungali tunabaki hapo, tunawaza tunafungwa. We have to change that. Wokovu sio kitu ambayo unapata progressive. Wokovu ni wakati unakubali Yesu, unabatizwa kwa maji mengi, unapokea wokovu. Yeye sasa ndiye anakupa wokovu yake, si kwa matendo yako. Sababu mafundisho yenu mingi nasema wakati umeokoka unaanza kunena kwa lugha. Ukifanya dhambi hauko tena Mkristo. Ukikufa mwa hiyo state unaenda jehanamu. Hiyo ni uchafu. Ile utakapotenda dhambi na wewe huku ulikuwa mwema, lakini unatenda dhambi, Mungu hatahesabia mema yenyewe ulifanya. Amen. You will not count. You see? Yes. Amen. You as a holy person. Ulikuwa mtakatifu. Let's say for example, Tutumie mfano. uko mkanisa, You are in the church. una karama, unamtumikia Mwenyezi Mungu katika utakatifu. You have spiritual gift and you are serving God with holiness. Ibilisi anakuingilia, The devil enter you. unakutwa kugesi na mke wa mtu They find you at guest at a motel with ama somebody mume else's wife wa watu, or somebody else's husband, na wanakupiga masase pale. and they Shoot shot you. you. Now, people will say, Mungu msamehe, Mungu atamsamehe. Watu watasema, oh, God forgive him. But God forgive it's her. not going to be like that. Haitakuwa hivyo. Maana Mungu anasema nini pale? Because God says, If you are a righteous person kama uko mtu wa haki and you turn to do the evil things, na ukigeuka kutenda mambo mabaya, you will die in sin. utakufa katika dhambi yako. Pale pale unaenda wapi? Jehanamu ndo unaenda. Immediately you go to hell. Ishara tunasikilizana. Ulikuwa nabii mkanisa, You was a prophet in the church. hautabiri tena, You don't prophesy anymore. unarudia kufanya nini? Mazambi. You turn back to do sin.
ulikuwa mhubiri, You used to be a preacher. ulikuwa dada unamwimbia Mwenyezi Mungu. You are a sister singing for God. Lakini sasa But now unaanguka. you fall, you backsliding. Watu wanaweza wakapitisha video zako za zamani. Oh, people can watch your videos of past. They will even do a funeral, good funeral for you. Watafanya hata maandalizi mazuri ya But maziko yako. the Lord is watching what you do presently. Lakini Bwana anaangalia kile ambacho tunakifanya kwa sasa That's muda what huu. the Lord is watching. Ndicho ambacho Mungu anaangalia. So this life Haya maisha is not Alafu sio ukweli. Tusemezane ukweli kwanza. Wakati wewe umesema umeokoka, uona wazi ulikuwa hauna dhambi. Si kwa matendo yako ndio kwa maana umeokoka. Wokovu haifatani na yale ambayo sisi tuna. Wokovu wetu unapatana ndani ya kumkubali Bwana Yesu na kumwamini na kujua yale ambayo amefanya ndiyo inatuosha dhambi. Sababu gani? Na kupatia mfano wa Peter. Peter is a good example for everything. Peter, kuna wakati Yesu alikuwa anaanza kuwaosha watumishi wake miguu. Wakati Yesu aliwaosha miguu, Peter akasema hapana, mimi usinioshe miguu yangu. Yesu akamwambia, kama mimi sikuoshe miguu yako, wewe you cannot be a part of me. Peter akasema, well, if that's the case, then don't wash my legs only, lakini uwash pia na kichwa na mikono. Yesu akamwambia nini? Pay attention. Your full body has been washed. You are clean. You are cleaned, Peter. But in your daily walk, your feet will be dusty. Ndiyo kwa maana, we are cleaned as Christians. Full stop. But in our daily walk, tunafanya dhambi fulani fulani kwa mawazo, kwa kuona, kwa kufanya nini. Na ni Mungu ametuweka kwa hiyo condition. Sababu amefanya sisi tu wenye wafanya dhambi all the time. Ili kupitia sasa utakatifu wa Yesu, ndio na sisi sasa tukue watakatifu. Hapana kwa nguvu zetu, lakini kwa kazi ambayo yeye amefanya. Ametufunga ndani ya dhambi yeye mwenyewe kwa makusudi, ili kupitia Yesu sisi tupate wokovu. Hakuna hata mtu huyo mmoja ambaye kwa matendo ya mwili anaweza akaishi hata siku moja bila kufanya dhambi. Kama ni hivyo, utakuwa na contradict ya maneno ambayo Yesu amesema kwamba yeye he's the only one that lived without sin. Kama wewe unaweza kuachieve righteousness without Jesus, then we don't need him. We do not need Jesus. So, you said you don't believe in once saved, always saved. Sababu Jesus amesema, Matthew 24, why would Jesus tell us those who endures to the end will be saved? Well, that's a good point you are making. And this is why I wanted to make this video. We take Bible verses from every corner, everywhere, and then we put them wherever we wish. This Bible verse, Matthew 24 verse 13, whoever endures to the end will be saved, is not about you, is not about me. It's not about the church age. It's about the people, the Jewish people in the time of tribulation. Sababu ukisoma huko mwanzo, ukianzia ku 3 na ukisoma pia ku 9, wanakuambia, ni wale wadisciple walikuja kumuuliza Yesu wakisema, tuambie, what are the signs of your coming? Unaona? Wakati wamemuuliza, ndo Yesu akawajibu kwa ile swala ambao walimuuliza, kwamba these will be the signs. Na hiyo wakati sasa ya hiyo tribulation, kutakuwa watu ambayo huyo the lawless man, the Antichrist, atakuja na atakaa ndani ya hekalu hapo Jerusalem, na atachukua fasi yake kusema kwamba yeye ni Mungu. Na alafu ataanza kujifanya yeye kuwa
Bwana Yesu, na atakataza watu watoe hiyo sadaka ya Wajewish. Alafu wale ambao watakataa ataanza kuwaua, watakuwa persecuted. Lakini Yesu anasema sababu hiyo wakati kanisa litakuwa haliko, wale ambao watavumilia na kuchukua mateso ndio watakuwa saved kupitia yale ambao watapitia, sababu hiyo wakati kanisa litakuwa limeshanyakuliwa. Sababu wakati unasoma those who endures to the end will be saved, swala ni kujiuliza endures what and will be saved from what? Hii ni English, sio lugha yetu ya kwanza. Sisi wote tumekuja tumejifunza hii lugha hapa, lakini wakati tunasoma tu tunaangalia the full context. Yesu hakukuwa anaongea juu ya the church age. Hii ni ya watu ambao watakuwa ndani ya tribulation. They will go through persecution. The Antichrist atakuwa na waua, watachinjwa, watafanyiwa vitu yoyote, sababu kwa imani na mateso ndio wataokoka. Haitakuwa kupitia tena kwa damu ya Yesu. Wale ambao watakubali Yesu watapigwa, watachapwa, watawekwa ndani ya jail. Lakini ule ambaye atavumilia kama hamkane Yesu, sababu itakuwa kipindi wanakuambia tutakutesa mpaka unasema mimi simkubali Yesu, alafu wanakupa hiyo mark ya 666. Kama unavumilia mpaka unakufa, hapo ndo unakuwa saved. Na hapo ndio kwa maana utakufa kama vile martyr, le martyr. Utakufa kama martyr, na damu yako wewe mwenyewe ndio inakufanya wewe unaenda mbinguni, sababu imani yako na damu yako ile kutokukubali wa kuweke hiyo mark. Unasema mimi na believe niko Christian, ndapitia mateso yote ambayo mtanipitia, lakini sitachukua hiyo mark. Wanakutesa, wanafanya nini mpaka unakufa, unaendua hiyo mateso, alafu ndio utakuwa saved. Hiyo ni fundisho kidogo. I am not gonna charge you for that. That's for free. Alafu nasema Paulo said, I discipline my body and keep it under control. 1 Corinthians 9:27. Again, my brother, you need to stop your jabu. You are messing up the scripture everywhere. Ukiangalia hii maandiko, Paulo anasema I discipline my body. Soma huko juu utaona Paulo alikuwa anakuambia, anapana mfano ya someone ambaye anakuwa anafanya marathon. Na kama wewe uko mtu ambaye una participate kwa marathon, uko na vile unapasha kudiscipline your body, sababu uko unataka uchukue the crown. You discipline your body to receive a crown, not because you want to become a marathon. You are already a marathon. Paulo alikuwa amesha kuwa saved, lakini alikuwa anapigana ana discipline his body ili achukue hiyo dhahabu. Sijui vile wanasema kwa Swahili, ni dhahabu, something like that, the crown. Ndio kwa maana nimependa niguse tu haya machache. And I believe unasikia yale ambayo mimi nakwambia. Mkristo hapotezi wokovu. Ukitaka kuelewa yale ambayo nakwambia kuhusu yale ambayo Paulo anasema, usome 1 Corinthians chapter 5 verse 1 mpaka 5. Wanakuambia kuna ule Paulo alikuwa anaongea na wale wa Corinthian. Kuna huyu kijana ambao amechukua mke wa baba yake, akaanza kulala naye. Na Paulo amehukumu hilo jambo, amesema mnafanya jambo ambayo hata wapagani wanashangaa kusema hawa ni Wakristo kweli. Na tena wamesema na huyo mtu ambao amefanya hiyo kitendo hajatubu. Na nyinyi mko hapo mnakaa tu mnaangalia, hamsemi kitu. Lakini Paulo akasema kama vile mimi niko pamoja nani ndani ya kiroho, nimesha mhukumu huyo mtu.
Na kwa hiyo tumtoe na wapatie ruhusa mumtoe kwa shetani ili mwili wake hukumiwe, lakini nafsi yake iokoke siku ya kurudi kwa Bwana. Huyo ni Mkristo ambaye amekufa ndani ya dhambi ya uasherati. Wao wanasema washerati wanaenda jehanamu. Washerati wanaenda jehanamu gani? Yesu amewaambia hao Mafarisi, na tena Mafarisi ni watu kama wewe ambao walikuwa wanaongea mambo ya mnapasha kufuata the law of Moses, mnapasha kufuata sheria fulani fulani fulani. Yesu amewaambia nini? Hao masherati na wakunya pombe na walevi watawatangulia mbinguni. Kama washerati ni dhambi, unawaza Mungu amemwambia Hosea wende uchukue na wewe hapo malaya fulani ulale naye? Wao utasema sasa sababu Hosea ameenda kuchukua malaya saa hizi iko jehanamu. Nchi yote ilikuwa imejaa, kila mtu wanafanya malaya, wanaenda huku, prostitution ishakuwa fasi yote. Mungu akamwambia Hosea, my son, go and take one yourself. Sababu Mungu alikuwa anataka kuwafundisha Waisraelite jambo fulani. Alikuwa anataka kuwaonesha relationship yake na wao ni kama vile ya mke na mume. Sasa wao wamemkimbia yeye mume wao, wanaanza kufata washerati huko na huko. Na Mungu akamwambia Hosea, wakati umechukua huyo msherati, huyo mama nani, huyo mkahaba, atakukimbia arudi tena katika yale mambo ambayo alikuwa anafanya kitambo. Na wakati anaenda huko, nataka uende tena umchukue umlete nyumbani kwako. Alafu Hosea, Mungu akamwambia, unasikia sasa roho yako vipi? Mwanamke wako atoke nyumbani kwako aende kulala na mtu mwingine na akuzalie mtoto ambaye sio wake. Ule mtoto walimuita Lohami, yaani mtu ambaye sio wa kwangu. Sasa Mungu alikuwa anataka kumuonesha Hosea, ukiunderstand hii message, uta-understand how I'm feeling about my people. So kama hiyo kuchukua huyo kahaba ilikuwa ni dhambi ambayo itampeleka jehanamu, kwa nini Mungu ameruhusu aende kuchukua huyo? Sio yale ambayo yanakupeleka jehanamu. Mtu wako wa ndani, wakati unaokoka, umepitia spiritual circumcision. Na hiyo spiritual circumcision, kutahiriwa kwa kiroho. Wakati unatahiriwa kiroho, Mungu ana separate your spirit from your flesh. Your soul is clean, but your flesh, wakati umeokoka, it still have its desire. Itaendelea kumanifest everything ambao ulikuwa unafanya tangu bado haujaokoka. Sio sababu nimeokoka for 2 days uta feel like I'm clean, I'm feel holy, but ukirealize mwili wako kiamka ingali na manifest the same desire. Sasa at some point, sababu ya mahubiri kama yale ambayo nyinyi mnahubiri, watoto wengi wa Mungu wanawaza nimeokoka, I am a newborn again, the things of the past has gone, how am I still doing the same thing? Was I saved in the first place? Sasa wanaanza ku entertain the doubt. Na hiyo doubt ambayo mnaweka ndani ya vichwa watoto wa Mungu sio vizuri. Sababu hiyo ni strategy ambayo shetani anakuwa na use. Shetani anakuwa anakuja kama vile alikuja kwa Eve akamwambia, did God really say you will not die if you eat? Did God really say you are saved? So tizame matendo ambayo uko nafanya. Alafu, I call this the 3 Ds. The very first D is doubt. When you have a doubt, then you disbelieve. When you disbelieve, then you disobey. Ukisha ku-entertain the idea that you are not saved, ni kupitia matendo yako ndio utaokolewa, then una disbelieve kazi ambayo Yesu alifanya hapo kwa msalaba. Na wakati una disbelieve hapo, una disobey your salvation.
Salvation is a free gift. Free gift. What did you do to receive it? Ulikuwa haufanyi tena dhambi ndio Mungu akikupatia. Mungu sio kama mimi wala wewe. Unajua mimi nikichukua mke namweka kwa nyumba yangu, namuuzia gari, nampatia hii, alafu sababu sina knowledge of the future, nikikuja mimi nakuta anafanya mambo ya usharati na mtu mwingine, tamwambia hey, I don't think you are good for my mental health. Nipatie gari yangu, nipe nyumba yangu, ondoka. Mungu sio hivyo. Mbele ya kupatia wokovu, ameshajua dhambi zako zote za leo, kesho mpaka huko. Amefanya bilan. Amefanya hesabu ya hizo zote. Alafu akaweka kwa damu ya Yesu. Kisha akaweka Yesu kwa msalaba. Akatundika. Hizo dhambi zako zote zimeishalipiwa hapo. Your persecutor ni kama vile ni shetani ndio anakuwa anakwenda kukuchongea. Lakini your lawyer is your judge at the same time. God is your judge. Jesus is your lawyer. It's one person. If my judge is my lawyer, what am I gonna have to fear about? Hata shetani achongee nini, as long as nimekubali yale ambao Yesu amefanya, I am saved. Milele. I'm speaking this with 100% guarantee. Sina uoga ya kusema nikifanya hivi, hapana. In fact, mimi sifanye hiyo vitu sababu ni Mungu ananipatia nguvu, ananitoa hiyo kiu. I don't have no credit at all. Sababu wanatuambia nini? He give us the desire to will and to act. Sinio, nasema work out your own salvation. Work out your own salvation, for it is God who worked in you to will and to act. What do you do? Na ukisoma hiyo Ephesians 2:8, wanakuambia, for we have been saved by grace through faith. It's not of your works, so that no one can boast. Hata hiyo imani, having faith, is a gift. Sababu Yesu amesema wale wote ambao wanakuja kwangu, hakuna mtu anaweza kuja kwangu kama Baba hajamleta. Sasa kuko hiyo story, Baba ni kama vile magnet ambaye alikuwa ndani ya mwili, na wewe ni kama vile tool, a metal. Sasa kuna hiyo nguvu ya kukokota hiyo metal inatoka kwa Yesu mwenyewe. Sio wewe umemchagua. Amesema, I know I chose you. My sheep, I know them. I give them eternal life. Ukielewa hiyo maana ya eternal, uta understand what security of our salvation is. Eternal ni kitu ambayo haina mwisho. Kama Yesu amesha kupatia, sio atakupatiaka, amesha kupa eternal life wakati una believe in him. Wakati unapata hiyo spiritual circumcision, ana separate your flesh from your spirit. Hapo ndipo unapata wokovu. Sababu ni yeye Mungu. Unajua, the typology of our relationship with Christ is like a sheep and a shepherd. Na ukiangalia through that typology, utaelewa kwamba between the sheep and the shepherd, ni nani ana kazi ya kusukua mwingine? Ni nani anaweza akapoteza mwingine? Kama huko kondoo ambao unatafuta mchungaji, wewe usijue uko kondoo gani. You are a bastard. Na kama Yesu amesema mimi kondoo wangu hawezi kutoka ndani ya mikono yangu, amechallenge wale ambao mimi nimechukua ndani ya mikono yangu, hakuna mtu anaweza kuwatoa. Kama Yesu anashindwa kukuchunga, huyo Yesu naye ni bastard.
Lakini Yesu ambao mimi najua sio Yesu ambaye iko hivyo. Yeye akisema neno lake hakuna mtu anaweza kapinga. Sababu in Isaiah 55 verse 10 anasema nini? I will try to quote it on top of my head. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. As the heaven is above the earth, so are my thoughts higher than yours. As the rain and the snow fall down from heaven, and they do not return to it without first watering the earth and give it proud, so that it might give a bread to the eater and the grain to the farmer, so are my word. They will not return to me void without accomplishing the things I desire and what I sent it for. Kama Yesu amesema, mimi nakupatia eternal life, nobody can take that away from you. Ndio kwa maana Paulo anasema, in all these things we are more than conqueror. Conqueror ni yule ambaye anaenda anapigana mwenyewe kisha anapata ushindi. Sisi tuko tuna zaidi ya mshindi. Sababu ushindi wetu we fight in victory. In fact, we don't even fight. What do you fight? We walk in victory. I have to correct myself. Zambi ambayo tunafanya ya kimwili, hiyo Mungu anatupitishia sasa disciplined. Sababu Mungu anasema yeye ni kama vile baba yetu. Naweza ukisoma Zaburi 103. Ukisoma hapo kuna mahali Mungu anasema he does not treat us according to our weakness, because he knows we are formed from the dust. He knows how wicked we are. Just like a father treats his son, so our Father, our heavenly Father, treat us. And to discipline with compassion. Na iko na kudiscipline sababu ya yale matendo ambayo umefanya. Na ukisoma Zaburi 89 kuanzia verse 30 mpaka 35 utaelewa. Hii ni agano ambayo Mungu alikuwa anapatia David. Mungu alikuwa anaambia kizao kyako wewe Daudi. Kizao kya Daudi watafanya dhambi, watavunja sheria zangu, nitawahukumu kwa fimbo. Lakini mapenzi yangu sitaivunja agano langu kwao. Sisi tunasomaka Psalms 23. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sasa Bwana ndiye mchungaji wako. Wewe ndio uko tena unamtafuta? Hapana, ni yeye anakuchunga. Mnakuwa nafuata hiyo mfano ya pira. Yesu ameshakwambia, you are clean. You are holy. But in your daily walk, miguu yako yanachafuka. Na sio wewe unapasha kuichafua, unapasha kuisukua. Ni mimi ndio naisukua. Wewe ukitaka kuisukua, you don't belong to me. You have to let me wash your feet. Ni Yesu ndiye anasukua. Ndio kwa maana we are required to confess daily our sins. Sababu zinaweza kutuaffect kwa hii maisha ya hapa. Unakuta ulikuwa na kasirani, ina create some resentment ndani mwako. Unashindwa kuishi na watu na amani sababu ya yale ambayo unafanya, lakini haifungi wokovu wako.
yale ambao unafanya hapa, l'ouvrier mérite son salaire, unalipwa hapa, lakini haikuzuii kwenda mbinguni. Ndiyo good news. That's the gospel. That's the gospel. Now, why we believe once saved, always saved is because ukisoma ku kitabu wanakuambia ni Hebrew 10. Wanakuambia the law was a shadow of the things to come, but the reality is found in Christ. Because in the time of Moses, the high priest used to go every year to go give a sacrifice, a lamb sacrifice for their sins. But those sacrifices never cleansed them forever. It was every year they have to do it. But when Christ came, he died and saved us once for all. Once saved, always saved. Haikukuwa every year anapasha kufe tena. No, it's once for all. He was saved. Na ukishuka chini unakuambia, and this is the covenant that I will make with them. I will put my law in their heart. And I will be their God. They will be my people. I will remember their sins no more. Kama Mungu anasema hawezi kukumbuka dhambi zetu tena. Between you and God, nani kona memory ya mzuri? Who are you to go remind him about the bad things that we did? Wakati Yesu alikufa, mimi na watu kukua kwanza hapo. What did you do to be saved? Nothing. And what makes you think that you can do something in order to lose the salvation? In fact, I understand most of you are not saved yet. That's why you are still struggling with that question. I want to shock you. Sio kila ubatizo kwa jina la Yesu ambao linaokoa. I will repeat that again. Not every baptism in the name of Jesus that saves you. Mimi najua tutafuta kusema, what about 1 Peter 3:21? I know that verse. But nataka nikwambie nini? What's more important before you get baptized is what you believed before you got baptized. Sababu ukisoma hiyo 1 Peter 3:21 inakwambia baptism is an engagement of a good conscience. Engagement of a good conscience, which now saves you. Yes. But ile engagement, in another word, is a commitment that you are making of a good conscience. Sasa mbele ya kuget baptized, inabidi uwe unajua, what did I believe? What did I hear before I got baptized? Sababu imani inakuja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Sasa kama wewe umesikia neno ambao sio la Mungu, kisha ukabatizwa, hiyo batizo ambao umepata ndio itakuwa judgment. Sababu hiyo ubatizo ni kama agreement to what you heard. Sasa ukibatizwa na pastor ambaye amekwambia tunakubatiza, lakini sisi tuna believe ukifanya dhambi unapoteza wokovu, kisha naona batizwa na huyo mhubiri, hiyo act ya kwenda ndani ya maji na kuamuka is an act of agreement to what you heard. Sasa haujaokoka. Haujaokoka. Na tofauti nzuri ni nini? Tofauti, let me see here. Yeah. Tofauti ya yale ambayo mimi niko naongea ni haya. Kama umebatizwa na mtu ambaye haja believe that when you are saved, you will always be saved, your sin remains. Sababu haiko true gospel. The true gospel ni once you are saved, that's it. Na ukitaka kuelewa hiyo mafundisho ya gospel vizuri,
ufate mafundisho ya Paul, sababu Paulo ndio alikuwa apostle ambao ametumwa kwetu sisi wapagani. He's the only apostle that was sent to the Gentiles. Peter and Mark and James, they were sent to the circumcised, but Paul was sent to the uncircumcised. Ndio sisi. Sasa kama unataka kuelewa vile sisi tunaokolewa, fata mafundisho ya Paulo. Atakwambia ni kwa imani, through grace, sio kwa matendo yako. Basi, I don't want to make this long. Nawaza nimekujibu, and I pray that the Holy Spirit will help you to understand the scripture. Again, I'm not doing this as an attack, but as just a brother trying to help another brother. Basi, be blessed.